Tanzania yavyokumbwa na uhaba wa maji licha ya kuongezeka kwa upatikanaji. Licha ya jitihada kubwa zilizofanywa na serikali ya Tanzania pamoja na wadau wa maendeleo kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama, nchi bado inaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya uhaba wa maji. Hali hii imezua maswali mengi miongoni mwa wananchi na wataalamu. Kwa nini bado kuna uhaba wa maji wakati takwimu zinaonyesha mafanikio katika kuongeza huduma za maji? Mafanikio ya upatikanaji wa maji. Katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imepiga hatua katika kuongeza upatikanaji wa maji, hasa katika maeneo ya mijini na baadhi ya vijijini. Miradi mbalimbali ya maji imeanzishwa na mingine kuimarishwa, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa visima, mabwawa na mifumo ya kusambaza maji kwa njia ya bomba. Hata hivyo, mafanikio haya hayajatafsiriwa moja kwa moja kuwa upatikanaji wa maji wa uhakika kwa wananchi wote. Ingawa watu wengi wanaweza kuwa karibu na chanzo cha maji, bado wanakabiliwa na changamoto ya kupata maji kwa muda wote na kwa ubora unaohitajika. Upatikanaji wa maji bado ni wa muda mfupi. Ripoti ya Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji, EWURA, inaonyesha kuwa kaya nyingi hupata maji kwa wastani wa saa 14 tu kwa siku. Hii ina maana kuwa kwa zaidi ya nusu ya siku, wananchi hukosa huduma ya maji. Katika baadhi ya maeneo, hali ni mbaya zaidi ambapo maji hupatikana kwa saa chache tu au hata siku chache kwa wiki. Kwa wakazi wa maeneo kama Dar es Salaam, hali hii imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Wengi hulazimika kuhifadhi maji au kununua kutoka kwa wauzaji binafsi ili kukidhi mahitaji yao ya nyumbani. Sababu kuu za uhaba wa maji. 1. Miundombinu duni ya usambazaji wa maji. Moja ya sababu kuu zinazochangia uhaba wa maji ni miundombinu duni ya kusambaza maji. Mabomba mengi ni ya zamani, yamechakaa au hayafikii maeneo yote yanayohitaji huduma hiyo. Kwa mujibu wa wataalamu, hata pale ambapo maji yanazalishwa kwa wingi, hayafiki kwa wananchi wote kutokana na mfumo mbovu wa usambazaji. Hii husababisha baadhi ya maeneo kuwa na maji mengi, huku mengine yakikosa kabisa. Upotevu mkubwa wa maji. Tatizo lingine kubwa ni upotevu wa maji, non-revenue water. Takwimu zinaonyesha kuwa upotevu wa maji umeongezeka kutoka asilimia 36.8 hadi 42.3 katika mwaka wa fedha 2024-2025. Upotevu huu unatokana na mabomba yanayovuja, wizi wa maji, miunganisho haramu, usimamizi mbovu wa mifumo ya maji. Katika baadhi ya matukio, watumishi wa mamlaka za maji wamehusishwa na kuunganisha wateja kinyume cha sheria, hali inayochangia upotevu mkubwa wa mapato na maji. Mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi pia ni sababu muhimu inayochangia uhaba wa maji. Ukame wa mara kwa mara, kupungua kwa mvua na mabadiliko ya mifumo ya hali ya hewa vinaathiri vyanzo vya maji kama mito, mabwawa na visima. Katika baadhi ya maeneo, vyanzo vya maji hukauka kabisa wakati wa kiangazi, hali inayowaacha wananchi bila chaguo lingine zaidi ya kutafuta maji kwa umbali mrefu. Matumizi yasiyoendelevu ya rasilimali za maji. Matumizi mabaya ya rasilimali za maji pia yanachangia tatizo hili. Shughuli za kilimo, viwanda na matumizi ya nyumbani mara nyingi hufanyika bila kuzingatia uhifadhi wa maji. Aidha, ukosefu wa elimu ya matumizi bora ya maji kwa wananchi umeongeza shinikizo kwa vyanzo vilivyopo. Ukuaji rakibu wa idadi ya watuani na mapanuzi ya miji umeongeza mahitaji ya maji kwa kiwango kikubwa kuliko uwezo wa uzalishaji. Kwa mfano, jijini Dar es Salaam, mahitaji ya maji yanazidi uzalishaji kwa kiasi kikubwa, hali inayosababisha upungufu wa maji kwa wakazi wengi. Hali halisi kwa wananchi. Kwa wananchi wa kawaida, uhaba wa maji ni changamoto ya kila siku. Baadhi yao hulazimika kununua maji kwa gharama kubwa, huku wengine wakitembea umbali mrefu kuyatafuta. Mfano ni mkazi mmoja wa Dar es Salaam aliyesema kwamba mara nyingi hapati maji kwenye bomba la nyumbani kwake, hivyo hulazimika kununua ndoo ya lita 20 kwa shilingi 500. Hii inaongeza gharama za maisha, hasa kwa familia maskini, na kuathiri shughuli nyingine za kiuchumi. Athari za uhaba wa maji. 1. Afya ya jamii. Uhaba wa maji safi na salama unaathiri moja kwa moja afya ya wananchi. Ukosefu wa maji safi husababisha kuongezeka kwa magonjwa kama kipondochi, kuharira, homa ya matumbo. Maji yasiyo salama pia huongeza hatari ya maambukizi ya magonjwa ya mlipuko. Uchumi. Uhaba wa maji unaathiri uchumi kwa njia mbalimbali. Watu hulazimika kutumia muda mwingi kutafuta maji badala ya kufanya shughuli za uzalishaji. Aidha,
gharama ya kununua maji huathiri bajeti za familia na kupunguza uwezo wa matumizi katika sekta nyingine. Kilimo na mifugo. Sekta ya kilimo, ambayo ndiyo utisha wa mgongo wa Tanzania, inaathirika sana na uhaba wa maji. Ukosefu wa maji ya kutosha kwa umwagiliaji husababisha uzalishaji mdogo wa mazao. Mifugo nayo hukumbwa na changamoto kutokana na ukosefu wa maji, hali inayoweza kusababisha vifo vya manyamazi au kupungua kwa uzalishaji. Wanawake na watoto. Wanawake na watoto ndio wanaoathirika zaidi na uhaba wa maji, kwani mara nyingi wao ndio wanaohusika na shughuli ya kutafuta maji, hivyo huwanyima muda wa kufanya shughuli nyingine kama elimu au biashara. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, milioni ya Watanzania hulazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Changamoto za kimuundo. Wataalamu wanaeleza kuwa tatizo la maji Tanzania si la ukosefu wa rasilimali pekee, bali ni la kimuundo. Licha ya uwepo wa vyanzo vya maji vya kutosha, uwezo wa kuvichakaa, kuvihifadhi na kuvisambaza bado ni mdogo. Aidha, baadhi ya miradi ya maji hushindwa kudumu kutokana na ukosefu wa matengenezo, usimamizi mbovu, teknolojia zisizofaa, ushirikishwaji mdogo wa jamii. Juhudi za serikali na wadau. Serikali imeanza kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na tatizo hili, ikiwemo pamoja na kuwekeza katika miundombinu ya maji, kupunguza upotevu wa maji, kusimamia mamlaka za maji kwa ufanisi zaidi na kuanzisha miradi mipya ya maji. Waziri wa Maji ameeleza kuwa viongozi wa mamlaka za maji wataanza kupimwa kwa uwezo wao wa kupunguza upotevu wa maji. Aidha, miradi mikubwa kama ule wa Mto Rufiji inalenga kuongeza uzalishaji wa maji kwa muda mrefu. Njia za mdumu za kutatua tatizo. Ili kumaliza kabisa tatizo la uhaba wa maji, wataalamu wanapendekeza kuboresha miundombinu ya maji, kuongeza uwekezaji katika sekta ya maji, kuimarisha usimamizi na uwajibikaji, kuelimisha wananchi kuhusu matumizi bora ya maji na kutumia teknolojia mpya za kuhifadhi na kusambaza maji. Hitimisho. Kwa ujumla, Tanzania imepiga hatua katika kuongeza upatikanaji wa maji, lakini bado inakabiliwa na changamoto kubwa ya uhaba wa maji. Tatizo hili linatokana na mchanganyiko wa sababu za kitekniki, kiuchumi na kimazingira. Bila hatua madhubuti na za muda mrefu, wananchi wengi wataendelea kukosa huduma hii muhimu, jambo ambalo linaathiri afya, uchumi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Suluhisho la mdumu linahitaji ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wananchi, ili kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anapata maji safi, salama na ya uhakika.